Upesi ndugu yangu, maana mambo ndo yanawifa. Upesi ndugu yangu, maana mambo ndo kwanza yanawifa. This is Khayrat TV. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhali gani na habari gani wewe mpenzi msikilizaji na mtazamaji ambao tufuata popote pale ulipo. Sina budi ya kuwa ni mwenye furaha na bashasha zilizokuwa tele kukaribisha katika kituo chako hichi pendwa cha Khayrat TV. Siku leo ni kutaka kukuonyesha sherehe zaidi zilivyoweza kukamilika na kufana hapa kwetu Phoenix, Arizona nchini Marekani, ikiwa ndiyo kitovu na makazi makuu ya kituo hichi cha Khayrat TV. Kama tunavyofahamu, sherehe hizi zaidi hukamilika tu baada ya Waislamu ulimwengu kote kutimiza mafungo ya faradhi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watu hujumuika na kusherehekea kwa pamoja, na sherehe hizi huanzwa kwa swala ya Idi. Huku kwetu mpangilio kwa kadri Waislamu wanavyozidi kuwa wengi na misikiti hufana na kujaa kwa wingi, ratiba zilianza kubadilika takriban miaka kadhaa hivi. Huweka mpangilio wa kuswali mara 3 kutokana na wingi wa watu. Kwa hiyo kuna kuwepo ibada ya kwanza ambayo huwa inaanza saa 2, inategemea na miji yenyewe. Nazungumzia kwa hapa kwetu Phoenix, Arizona, mara nyingi huanza saa 2 asubuhi na dakika 15. Hiyo inakuwa ni ibada ya kwanza, na ibada ya pili huanza saa 3:30, na ibada nyingine huanza saa 4 na dakika 15. Hii ni kutokana na wingi na watu kuja kusherehekea na kuanza sherehe hii kwa swala iliyokuwa nzuri kabisa. Kutokana na mpangilio wa ibada, hutuba ziliweza kufupishwa, hazikuwa ni ndefu sana, ili wengine waweze kupata nafasi ya kuweza kuingia na kuswali na kupata hutuba pia. Sherehe hii sisi ilifana kama watu kutoka Afrika Mashariki tuliweza kukusanyika sehemu moja na kuweza kujumuika kuchangia chakula chenye radha ya kutoka nyumbani, vinywaji vyenye radha ya kutoka nyumbani. Hatukuwa peke yetu tu, tuliweza kujumuika na familia zetu, rafiki zetu, jirani zetu. Kama tunavyofahamu, Uislamu ni dini ya amani na upendo. Kwa hiyo sherehe hizi hazikuishia tu kwa sisi Waislamu, bali kundi letu au jamii yetu iliweza kujumuika pia na wale ambao sio Waislamu. Tuliweza kukaribisha waweze kusherehekea nasi na kuwaonyesha mila zetu za Kiislamu na desturi zetu zilivyo, na hichi ndio kigezo chema. Nikupeleke rasmi kabisa namna sherehe zetu zilivyofana na namna ilivyokuwa. Katika sherehe zetu hizi sikutaka kubaki nyuma, nikataka kuzungumza na viongozi wa jamii hii ili tuweze kuwafikishia nyie wasikilizaji na watazamaji wa kituo hichi cha Khayrat TV. Nilianza Sheikh Jafari. Huyu anafahamika ni sheikh wetu mlinganiaji ambaye huchangamsha pia darsa na kuleta hamu fulani ya kuendelea kusikiliza mawaidha. Tulianza naye kama hivi: mimi ninamfahamu, lakini nataka pia na wewe umfahamu yeye ni nani na anajishughulisha na yapi katika jamii yetu hii. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, mimi naitwa Sheikh Jafari. Mimi ni naibu raisi Waislamu wenyewe natoka katika nchi za maziwa makuu hapa Arizona inshallah. Naam, leo tuko katika mashaallah sherehe yetu ya Eid. Naam, tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala mashaallah kutuwezesha inshallah kufikia Ramadhan na kufikia siku ya Eid inshallah. Naam, hebu tujuze, tufahamu vyema Waislamu wengi au mwenendo wa maisha ya waghaibuni yamegubikwa na majukumu mengi sana. Nyinyi kama nyinyi mnawezaje kudumisha umoja huu, lakini ni changamoto zipi ambazo mnapitia? Alhamdulillah, changamoto kwanza watu kupatikana, wajua wanakuwa kuna kazi tofauti ili watu kupata muda ili waje washerekee Eid au ibada kadha fulani. Inakuwa ni changamoto fulani kwa juu baadhi ya makazi watu hawapati fursa
ili waje kufanya ibada, lakini tunashahidi kidogo kidogo, inshallah tunajulisha au wafanyakazi wetu inshallah mwezi mmoja kabla Ramadhani au kabla ibada yote. Tunaona kama inshallah kina baba kina mama watoto tunashahidi ili tumeke idi yetu happen na tufundishe watoto wetu kama tuko na siku zetu za sherehe. Watoto wasijue tu pako siku za Christmas na Thanksgiving, na wao wajue kama Waislamu tuko na siku zetu za kusherekea. Mashallah, Eid al-Fitr hufanyika baada ya Ramadhani kuondoka. Wewe kama kiongozi na kioo cha jamii, Ramadhani imekuachia athari gani? Naam, kiukweli athari ya kwanza na ya msingi ni Allah subhanahu wa ta'ala tuambia kufunga lengo ni kutoa ucha Mungu kwa ucha Mungu, na ukiangalia Waislamu alhamdulillah siku 30 wakifunga, alhamdulillah kila mtu angali mwa ile moyo wa kufanya ibada, mashallah. So ndio kitu tunaweza kusema alhamdulillah, watu kiwaona mashallah Ramadhani wangali na ile nani nuru ya Uislamu na ile nuru ya kufanya ibada. Ndio maana Ramadhani kila hutuba kila fasi tunakumbusha Waislamu kuendelea wafanye mambo mazuri. Mungu mwenyewe tunaabudu Ramadhani, ndio Mungu mwenyewe tunaabudu nyuma Ramadhani. Miongoni mwa ibada ambazo huwa zinajiongeza automatical ndani ya Ramadhani ni kama kuswali tarawih. Wewe unadhani ni ibada ipi au matendo yapi ambayo utaendelea kudumu nayo hata baada ya kuwa Ramadhani kukamilika? Naam, alhamdulillah, kuhusu tarawih au watu kukusanyika katika iftari ili tuchangie pamoja, natarajia au natamani watu wote wao wanapatikana katika iftari, lakini kwa juu watu wanakuwa na makazi tofauti tofauti, lakini alhamdulillah wanashahidi kadri wanavyoweza, wanashahidi inshallah kufika kwa wingi. Tulikuwa tuko wengi sana, unaona jinsi watu wako wengi sana leo, alhamdulillah idadi watu takriban watu 50-60 wamepatikana, na siku ya mwisho wa Ramadhani watu walikuwa wengi sana alhamdulillah. Sana sana tukiwa siku ya Eid watu ndio wanapatikana sana hata kuliko zile siku zenye za Ramadhani, kwa juu hii ni siku yenyewe watu wanakuwa wameshajiandaa na wanakuwa omba ruhusa kazini kwao. Watu wanakuwa wengi sana kula Eid, japokuwa Ramadhani hatuwaoni, hatupati idadi nyingi kubwa, lakini kula Eid alhamdulillah rabbil alamin idadi tunapata watu wengi sana, ile kuheshimu siku ya Eid, ile kuheshimu siku ya kufanya ibada, siku ya furaha tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumul Jumaa ni siku kubwa sana, na Eid yetu ilikutana na Yaumul Jumaa. Alhamdulillah, kama watu inshallah wanashitahidi sana kuacha makazi yao ili waje wafanye ibada na washerekee Eid yao inshallah. Sisi ni wazazi ambao tuna watoto tumezaa katika nchi hizi za ughaibuni. Unadhani makundi na mikusanyiko kama hii inawaachia athari zozote wanetu? Kiukweli alhamdulillah, hapo athari kubwa hajati, hapo athari kubwa. Naona kama watoto wangu wananiuliza kila mara, baba, je, Eid itakuwa lini? Wao wanakuwa wanazoea au masomo yao wakiwa kwa masomo au walimu wao sio Waislamu, hawajui maana la Eid. Hata watoto wangu wakiwaambia bana sisi tuko na Eid siku fulani wanashtuka. Yani watoto alhamdulillah, unaona kama hili jambo tunafanya awaachia athari kubwa sana. Watoto waangali wanazingatia, hata wanauliza wazazi Eid itakuwa lini. Wao wanakuwa hawajui mambo ya Eid itakuwa siku gani, hawajui tarehe, lakini wanakuwa wanafuatilia sana alhamdulillah. So unaona, ili kwa kusanya kama siku ya leo tunawapatia magifti Eid, tuoneshe kama ni Eid yao, ni kuwafundisha na kuonesha kama na Uislamu unawakumbuka watoto waje wafanye sherehe, wasikimbilie ma Christmas, wasikimbilie ma Thanksgiving, wawe wanakuja kuwa pamoja na wao waendelee kufurahia na dini yao, wajue kama na dini yao kwa kuna siku wana wao wanafanya sherehe. Shukran sana. Sijui neno lako la mwisho na ujumbe gani unapenda kuwafahamisha watazamaji na wasikilizaji wa kituo hichi cha Khairat TV popote pale walipo? Naam, wasikilizaji na watazamaji wa Khairat TV inshallah, nawaambia hii TV yetu inshallah iko Arizona, na nitaongea na Hajat inshallah siku zenye zitakuja inshallah ili tufanye
ingine muhadhara Inshallah. ili tufundishe Waislamu na tuwaelimishe inshallah. Inshallah. Msisahau kusubscribe na kushare. Hii ndio TVN inshallah. Tutakuwa tunajitahidi kila mara tukipata inshallah fursa tuwe tunafikishia hata hadithi moja, aya moja inshallah. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. Biidhnillah. Naam, mpenzi msikilizaji, sikuishia hapo tu. Niliweza kupata fursa ya kuzungumza na kiongozi kongwe wa jamii hii. Pia ni mwanafunzi wa zama hizo aliyehitimu masomo yake ya dini huko nchini Egypt, Misri, chuo maarufu sana kiitwacho Al-Azhar. Kwanza anajitambulisha kwenu, yeye ni nani? Mimi jina langu Hamisi, Sheikh wanaita Sheikh Hamis, na mkubwa wa Waislamu wa Umoja wa Waislamu wa Arizona. Mimi nataka kujua kwa nini umeamua kutoa nyumba yako na watu kufanyia sherehe hapo? Huoni kama ni usumbufu au ni changamoto fulani hivi? Kwa sababu kujitayarisha mwezi Ramadhani kulikuwa na watu walijitolea kupokea Waislamu kwa kuwapatia iftari. Kisha na mimi nilichukua hii siku ya mwisho ya kufanya hii siku kuu ya Waislamu, na ndio sababu nilitoa siku ya mwisho Waislamu wakutanie kwangu kufurahia siku ya Eid. Unadhani kufanya hivi ni kutia motisha katika jamii tofauti na kuonyesha picha nzuri kwa waumini? Ndiyo. Ni kujumuisha Waislamu ni vizuri, kwa sababu Waislamu hapa wa Arizona nataka tuwe pamoja, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia ina malmu'minuna na ikhwa. Kwa hiyo kwa kutokana na hiyo uaminifu wa Mwenyezi Mungu wote ni wa ndugu. Kwa hiyo sababu ndio historia hii siku tukutanie hapa tufurahie siku ya Eid. Mimi nakufahamu kama kiongozi na hivi sasa ni takriban miaka 16. Unadhani ni lipi na ni sababu ipi ambayo waumini kukuamini kwa miaka hii yote, lakini ni changamoto gani unazopitia kama kiongozi? Kuongoza watu si kitu kidogo, ni kuwa watu Waislamu. Uongozi ni uongozi, na kuwa na vitu vizuri na kuwa na vitu vinapaswa mtu awe na subira sana. Subira ndio kitu cha kwanza. Kwa hiyo Waislamu nifurahia, niendelee niwaongoze kutoka zamani. Hii ni kama mara ya pili Waislamu wananichagua ni waongoze. Kuna jambo ambalo nimeliona, umekuwa ukifundisha darasa fupifupi kama vile wafunza Waislamu baadhi ya dua tofauti kama dua za kufungulia siamu na kadhalika. Unadhani jambo hili litakuwa endelevu? Ndio, tutakuwa tunatuma message kwa grupu, tunawatumia madua. Kwa wakati tutakuwa tunapata mkutano mara moja kwa mwezi, tutaendelea kufundisha Waislamu inshallah. Mwenyezi Mungu tupatia afya. Ramadhani imeisha, ni kitu gani ambacho utaendelea nacho hata baada ya Ramadhani? Kitu naona kizuri ni kuwa tunaendelea kuwa Waislamu kwa hapa pamoja, na ndio tunaomba Mwenyezi Mungu atupatie nguvu tuwe pamoja. Na kitu kingine ni kuwa tunakumbusha Waislamu kama tunamaliza hii Ramadhani wasiharibu vitendo vyao vizuri, wasiwe kama wa Ramadhani watenda vitendo vizuri kisha kumaliza Ramadhani wanaanza kufanya vitu vibaya. Wanatutu amana tu, usimupatulishe vitendo vyenu. Ndio sababu tunaendelea kuambia Waislamu tuwe pamoja, na inshallah tunaendelea kuwafunza venye tutakuwa na uwezo. Lolote unapenda kumalizia au unawaambia nini watazamaji na wasikilizaji wa kituo hichi cha Khayrat TV? Nawaambia inshallah kwa vitu vingine tukiwa na fursa tuendelea kuwaambia vitu vingine, kuna kuwafundisha. Sikuwafundisha sana kwa sababu watu wanajua vitu vingine, ni kuwakumbusha tu. Fadhakir fa innaka anta mudhakkir. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume afundishe, akumbushe watu. Kwa hiyo tunafanya ukumbusho tu. Ndio watu wanajua vitu, lakini kwa kutokana na muda na vitu wanatumika vingi, wanakuwa na ghafla. Kwa hiyo ndio sababu tunakumbusha. Kuna baadhi ya mawazo ya Wanaafrika Mashariki walioko Afrika hudhani Uislamu bado ni wa kujificha ficha na mtu kushikamana na dini yake ni kazi kubwa huko ghaibuni. Wewe walizungumziaje hili ikiwa upo katika nchi hii zaidi ya miaka 20 sasa? Uislamu hapo tunaendelea vizuri sana. Unaona hata rais umeona watu wengi sana tunachangia, undugu kunaendelea. Kwa hiyo watu wanaosema kama Uislamu hakuna ni kwa sababu wanadhani kama mtu akitoka nyumbani akija nchi nyingine
Watu kweli, kuna watu wanajeuka kuingia madini mengine, lakini ni chache sana, watu wachache, ni namba ndogo sana kutokana na hiyo. Lakini tumeona Waislamu kama leo, na ndio na mikutano imepita, tumekuwa tunachanjana, naonekana na mavideo mengi yamerekodi. Kwa hiyo Uislamu hapa tunaendelea vizuri kabisa, na wanafunza na watoto wetu wanawafundisha Qur'an, wafundisha Uislamu. Kwa hiyo mwenye nadhani hiyo ajue. Basi nikushukuru sana Sheikh Hamisi kwa kutenga muda wako na kuzungumza nasi, na nikutakie siku iliyokuwa njema na Eid Mubarak. Kabla mimi na mimi inshallah. Nawashukuru na nyinyi. Kwa kweli nathubutu kumshukuru Sheikh Hamisi kwa kuweza kutukaribisha kwake, ikiwa ni takriban familia 60. Hii ni fahari ya kuwa na kiongozi mwenye upendo na anayejali jamii na waumini, na haya ndiyo mafunzo tunayofunzwa katika dini yetu tukufu ya kuwa kiongozi awe ni kigezo bora katika jamii. Na mashallah tabaraka rahman, miongoni mwa sifa nazomfahamu shekhe wetu ni sifa ya upole na ustaarabu na hikma. Hivi ni vitu vimekuwa kivutio kikubwa kwetu sisi waumini, na ndio sababu bado tuendelea kumthamini na kuthamini jitihada zote anazofanya katika umoja huu. Lakini pia ameweza kuifanya sherehe hii kufana kwa nderemo na vifijo, bashasha zilitawala na utaratibu uliopangwa kwa umakini. Sherehe ilifana, wanawake kwa wanaume, watoto kwa vijana. Alhamdulillah. Bi Nadia huyu ni mzazi wa hivi karibuni, lakini alivutiwa, hakutaka kubaki nyumbani katika sherehe hii, akaja na kichanga chake kuja kujumuika nasi. Hebu ni mdodose kidogo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebu tuambie Bi Nadia, sherehe ya Idi waionaje siku ya leo? Salamu yetu, alhamdulillah, ilienda vizuri. The weather was nice. So alhamdulillah, tumemaliza our dinner, everything went well, so alhamdulillah. Naona mliandaa keki kubwa na pizza nyingi za watoto. Hili ni jambo kubwa, sijawahi kuliona. Kwa nini nimefikiria hivyo? The reason why tulifikiria hivi, watoto huwa wana complain so many times we don't like African food. Yeah, I know. So yeah, that's why Aisha meleta hiyo nani wazo. Wamefurahi sana. Mnadhani mtaendeleza jambo hili? Yes, tutaendelea kuandalia chakula ambao wanakipenda watoto zaidi. Unawaambiaje wanawake wenzako, wasichana kwa vijana, kuhusu kundi hili? Kundi letu ni zuri, tunatia pamoja. It's nice because ni kitu ambacho kinaacha watoto wanaendelea kuiga culture yetu, lugha, utamaduni wa Kiafrika. So wanajaribu sasa kuzungumza kwa Kiingereza na waelewe utamaduni wa dini yetu especially. Shukran sana Bi Nadia, akiwa na kiziwanda chake kama muonavyo. Mashallah tabaraka rahmani, ni mama mwenye mapenzi na huruma, huwa yupo kipaumbele katika kile jambo la kheri, na nathubutu kusema namfahamu hivi sasa ni takriban miaka 16. Sijawahi kumuona amekunja uso wake, wakati wote ni mwenye tabasum, mcheshi na mwenye kupenda sana watoto. Lakini kubwa zaidi, anapoijua kheri si mchoyo kumjuza mwingine, au kama akiwa nayo basi yupo radhi kuchangia na wengine. Tuomba Allah azidi kumhifadhi yeye na mumewe na wanaye na familia nzima kwa ujumla. Lakini pia natoa shukrani za dhati kabisa kwa mke pendwa wa shekhe wetu Hamis, ambaye alikuwa kidete kuhakikisha kila mmoja anapata sehemu ya kukaa tulivu, kunywa na kula katika hali ya usalama na amani. Sherehe yetu ilipambwa kwa vyakula na vinywaji vyenye radha ya kinyumbani. Kila mtu aliondoka akiwa amesuhuzika nafsi. Mimi ni kushukuru sana wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji ambaye umeweza kuwa nasi katika maonyesho haya ya sherehe ya Eid al-Fitr kutoka hapa Phoenix, Arizona, ambapo ndio makazi makuu ya kituo hichi. Basi nikutakie siku iliyokuwa njema na Eid al-Mubarak. Takabbalallahu minna wa minkum. Tukithirishe takbira ambazo zinafahamika katika masiku haya matatu ya kusherekea. Tusherekee kwa amani. Endelea kufuata vipindi vijavyo ndani ya kituo chako cha Hayat TV. Usikose kuzagaza kheri hizi kwa wengine ambao hawajatufahamu. heri ndani ya Hayat Show.
خير